Hii ni Freedom Studio na mimi ni Samuel Kila, na kipindi hiki ni Sayari ya Soka na kukaribisha kwa ajili ya stori za soka na kuletea ligi kuu Tanzania bara, mchezo wa Simba na Fountain Gate, habari na uchambuzi, lakini pia nitakuletea habari za UEFA Champions League. Jana kulikuwa kuna michezo, lakini pia leo kuna michezo ya robo fainali inaendelea. Ligi kuu soka Tanzania bara imeendelea leo kwa mchezo mmoja uliopigwa mapema kati ya Simba na Fountain Gate. Matokeo ni kwamba Simba ameweza kushinda goli 3-0 dhidi ya Fountain Gate. Magoli ya Simba yakifungwa na Chama Ibasege, lakini pia goli moja la kujifunga la kujifunga upande wa Fountain Gate. Mchezo ulikuwaje? Mchezo ulikuwa kama tulivyotarajia, na pengine tulitarajia Simba aweze kufanya vizuri zaidi kwa sababu ya aina ya timu ambayo alikuwa anakutana nayo. Ni timu ambayo kwa msimu huu imekuwa haifanyi vizuri sana na takwimu zake sio nzuri pia, lakini kwenye msimamo wa ligi haiko kwenye nafasi nzuri pia. Kwa maana hiyo, maana yake ni kwamba isipochangamka inaweza ikashuka daraja. Ilikuwa ni nafasi nzuri sasa sana kwa timu ya Simba kujaribu kuhakikisha kwanza inapunguza gap kati yake na mtani wake Yanga, lakini pia kujaribu kuongeza kasi yake katika kutafuta ubingwa wa msimu huu wa mwaka 2025-2026. Wamefanya tulivyotarajia na tulivyosema, tulivyokuwa tunatabiri kwamba watashinda mchezo huu. Lakini pia kulikuwa kuna makosa kadhaa ambayo Simba wameyafanya ya kukosa magoli katika nafasi za wazi. Ni mchezo ambao tulikuwa tunatarajia kuwa wa upande mmoja, na ndivyo ambavyo timu ya Fountain Gate iliingia ikiukabidhi mchezo kwa Simba, na wao wakiwa wanajiweka katika nafasi ya kuwa timu ya pili uwanjani wakicheza nyuma ya mpira, na ndivyo ilivyokuwa. Lakini pia na wao walikuwa na makosa kadhaa kwamba sawa, tunawaacha Simba wacheze mpira, sisi tunakuwa timu ya pili nyuma ya mpira, lakini kuna makosa ya kiulinzi walikuwa wanayafanya na makosa ya kushindwa kukaba na kufika kwenye matukio kwa wakati na kukaba, hasa wachezaji wa Simba wanapokuwa na mpira. Haya ni makosa ambayo wameyafanya, lakini pia kama makosa hayo Simba wangeweza kuyatumia vizuri, manake walikuwa wanaweza kuondoka na zaidi ya magoli 3 kwa timu ya Fountain Gate. Kwa nini? Kwa sababu itafika wakati inawezekana bato ya kupigania ubingwa ikawa kali katika zile timu za juu zile ambazo zinapigania ubingwa, kwa maana ya Yanga yenyewe, Simba na pengine Azam, na kama kuna timu nyingine ambayo inaweza ikaingia kwenye kundi hilo, beto inaweza ikawa kali, alafu ushindani ukawa mkali kwenye point, na ikalazimika watu waangalie magoli na goal differences. Sasa hii ndiyo michezo ambayo timu yoyote ile ambayo ina nguvu inakutana na timu dhaifu, inatakiwa kutumia mchezo huo kwa ajili ya kumaliza changamoto hiyo au kuitatua changamoto hiyo. Hiyo ni nafasi ya timu yoyote yenye nguvu kuweza kufanya jambo kwa ajili ya kujiongezea idadi ya magoli, ili ikifika wakati sasa magoli yanatakiwa yaamue, basi timu hii inakuwa imejiweka katika nafasi nzuri zaidi. Si haba, wamefunga goli 3, wamechukua pointi 3 Simba, na wamepunguza gap kati yake na mtani, lakini pia bado wanatakiwa
wanatakiwa kuendelea kuweka jitihada sana na kuweka nguvu na kuweka juhudi na kuendelea kujiimarisha kwa namna ambayo kwa kila mchezo ambao unakuja waweze kufanya vizuri ili kujiweka katika nafasi nzuri zaidi. Kulikuwa kuna mabadiliko kidogo upande wa Simba. Leo Kapombe hakucheza na amecheza David Kameta Duchu nafasi ya Kapombe kwa sababu Kapombe alikuwa ana kadi za njano zinazomzuia kucheza, lakini pia Kagoma naye ana kadi za njano zinazomzuia kucheza. Kwa hiyo Kagoma naye hakucheza, lakini squad iliyoanza sio mbaya. Wamejitahidi, Simba ni ile ile chini ya kocha Steve Barker. Wakiwa wanacheza mara nyingi wanataka kutumia wingi ya kushoto na kulia ili waweze kupata nafasi za kupiga cross ili waweze kufunga. Wameshambulia, wameweza kupata kona nyingi sana na wangeweza pia kuzitumia kuongeza idadi ya magoli kama ambavyo tumeijua Simba hasa katika msimu uliopita ilikuwa inatumia sana mipira iliyokufa vizuri yote, iwe kona, iwe mipira ya kurusha, iwe mipira ya adhabu ndogo au adhabu kubwa. Simba walitumia sana na ilikuwa nguvu yao kubwa sana kwenye michuano yote ya ligi kuu, FA pamoja na michuano ya shirikisho ya CAF. Lakini naona msimu huu kidogo sio hivyo sana. Mipira hii iliyokufa Simba ni kama wamepungua nguvu au wamepungua uwezo, wamepunguza kasi ya kuitumia. Okay. Lakini all in all naona kikosi cha Simba baada ya usajili wa dirisha dogo kinaendelea kuimarika kwa hasa baada ya kuwa Libasege ameingia, lakini pia Oura ambaye anachezea upande wa kushoto, lakini pia Chama na Kibabage. Kibabage anaonyesha juhudi na jitihada sana akicheza wing back ya kushoto. Chama akiwa katikati kama kawaida yake. Akishirikiana na viungo wenzake wengine na Kante na wengine. Naona Neo Maema naye amekuwa introduced na anaendelea kucheza na michezo kadhaa sasa. Neo Maema anacheza akiingia kikosi cha kwanza michezo kama mitatu hivi au minne amefanya hivyo, nadhani mitatu. Michezo mingine alikuwa anaingia nadhani minne. Michezo mingine ameingia kama mchezaji anayeingia mbadala wa mchezaji mwingine, lakini michezo mitatu mfululizo nafikiri amekuwa akianza katika kikosi cha kwanza. Kwa hiyo nafikiri kocha ana jambo ambalo ameliona kwa Neo Maema na ambalo linamridhisha na anamtumia sasa. Mchango wake sio mbaya uwanjani, mchezaji mwenye akili. Sijui nini kilikuwa kinamkuta katika zile siku za mwanzoni, lakini kwa sasa amekuwa mchezaji muhimu na ana linki vizuri na wenzake. Unajua hao wachezaji hasa wapya wanapokuwa wanasajiliwa, msingi wanakuwa wanahitaji muda ili aweze kupata connection na kulink vizuri na wachezaji wenzake. Kwa hata kama mchezaji ataingia ataanza kufanya vizuri mara moja, well and good, ameanza kufanya vizuri ndani ya kipindi cha mechi chache, mechi ya kwanza, mechi mbili, mechi tatu na kadhalika, lakini ni nzuri zaidi kumpa muda mchezaji ili aweze kuzoea, aendelee kuzoea, kwa sababu kuna michuano ya aina nyingi, kuna timu za aina nyingi anazokutana nazo. Kuna timu nyepesi, kuna timu ngumu, kuna viwanja tofauti tofauti. Viwanja vingine mpira unachezeka, viwanja vingine mpira hauchezeki. Hajawafahamu sana wachezaji wenzake kwamba huyu anachezaje, mimi nichezeje ili niweze kulink vizuri au niweze kuunganika vizuri na huyu. Kwa hiyo wachezaji kuwapa muda ni jambo la msingi na sio kuwa na haraka nao sana. Ndiyo mchezaji mzoefu mzuri anayetoka nje anakuja kucheza wa kimataifa, anakuja kucheza Simba na Yanga, pengine na Azam na timu zingine, ni vizuri akawa
anazoea mazingira haraka na anaonyesha matunda haraka, lakini akichelewa kidogo sio vizuri sana kumkatia tamaa na ni vizuri kumpa muda. Pia mchezaji anaweza akawa bado hajamuelewa vizuri kocha, au anamuelewa kwa shida, au anachelewa kabisa kumuelewa kocha. Kwa hiyo mazingira haya wachezaji huwa yanawakuta, na kwa hiyo ni vizuri washabiki wa soka kuwaelewa wachezaji. Sasa unaweza ukaona mchezaji anaweza akaingia asionyeshe matunda haraka, lakini mchezaji huyo huyo baada ya muda wa mechi kadhaa hivi ukamwona tena anaanza kuingia kwenye kikosi na anafanya vizuri kama ambavyo Neo Maema anafanya sasa. Kwa hiyo hali huwa iko hivyo, na nafikiri kadri muda unavyokwenda, wachezaji hao wanapopata muda, wanapoendelea kuwazoea wachezaji wenzao, wanapoendelea kuzoea falsafa za kocha mpya ambaye amekutana naye, anapoendelea kuzoea mazingira, anaendelea kuzoea viwanja, anaendelea kuzoea timu ambazo wanakutana nazo labda kwenye ligi kuu, basi anazidi kuimarika na kuwa mchezaji mzuri zaidi. Simba wameongeza alama zao na wako kwenye nafasi nzuri za kupambania ubingwa. Msingi kesho Young Africans itakuwa inaingia kucheza na Mbeya City siku ya Alhamisi tarehe 16 itakuwa inaingia kucheza na Mbeya City. Mbeya City ilisumbua Yanga mchezo wa kwanza, Mbeya City walikuwa nyumbani. Sasa tunasubiri kuona kesho Yanga wamejipangaje katika kuhakikisha na wao wanaidhibiti Mbeya City, ambao naamini na wao wanaifahamu Yanga na wamejipanga kukutana na Yanga. Na timu ndogo zinapokutana na timu kubwa, hasa timu ambazo angalau zina nafuu, ukiangalia listi ya timu ambazo zina nafuu kidogo, zina quality kidogo angalau ya wachezaji, zimekuwa zikifanya vizuri angalau hata kwa kiasi fulani, huwa zinajipanga na zikikutana na timu kubwa na zenyewe zinafanya vizuri, zinatoa changamoto kubwa. Kwa hiyo tunasubiri kuona Mbeya City kesho wanafanya kitu gani watakapokutana na Yanga, lakini tunasubiri pia kuona Yanga wanafanya nini. Yanga kama nilivyosema katika kipindi kilichopita, kuna wachezaji wao ambao hawakuwepo na sasa wanarudi. Akina Dube wanarudi, Jigi Diara hakuweko kwa sababu ya adhabu, alikosa mechi 3, anarudi. Wako wachezaji wengine wanaorudi, sina hakika na Dep, lakini nafikiri akina Boka hao wote, ingawaje kwa sasa namuona kocha wa Yanga Pedro anamtumia zaidi Mohamed Hussein kwenye beki ya kushoto. Ngoja tuone, tusubiri tuone Yanga amejiandaaje na yeye kuendelea kuongeza au kufanya challenge yake katika ligi, katika mbio za ubingwa ligi kuu Tanzania bara. Ninaondoka kwenye michuano ya ligi kuu Tanzania bara na nataka kuzungumzia sasa Champions League, michuano ya Ulaya ya vilabu ya ubingwa wa Ulaya. Ile ya jana Barcelona alicheza na Atletico mchezo wa pili. Pia PSG alicheza na Liverpool mchezo wa pili. Atletico akiwa ugenini dhidi ya Barcelona akiwa ugenini dhidi ya Atletico Madrid alishinda kwa goli 2-1, magoli yakifungwa na Yamal, Lamine na Torres Ferran. Atletico na wao wakifunga goli la kufutia machozi. Magoli waliofunga Barcelona hayakuwawezesha wao kuvuka, wamejikuta wanakwama. Atletico Lukman alifunga goli la Atletico, Yamal alifunga goli dakika ya 4, Lukman akasawazisha dakika ya 24, dakika ya 24 Ferran Torres aliongeza goli la pili, ndipo Lukman kuja kusawazisha goli dakika ya 31. Sasa walifunga, Barcelona walishinda, lakini aggregate iliwagomea kwa sababu aggregate ilikuwa nasoma Atletico goli 3, Barcelona goli 2. Wakiwa kwao Barcelona walikubali kufungwa goli 2-0 dhidi ya Atletico, makosa waliyofanya wao wenyewe. Wakiwa ugenini walijaribu kupindua meza ikagoma.
Actually tulijua itakuwa ngumu kwa sababu Atletico wana udhaifu katika mfumo wa ulinzi. Wanaruhusu magoli mengi, wanaruhusu magoli kwenye mechi muhimu, wanaruhusu magoli kwenye mechi za kawaida, wanaruhusu magoli. Kwa hiyo mi kwa upande wangu na baadhi ya watu wengine ambao wanaifuatilia kwa karibu Barcelona, tulijua kwamba ni ngumu Barcelona kuweza kufanya vizuri, lakini upande wa Atletico Madrid wanaifahamu Barcelona. Kocha Diego Simeone anaifahamu Barcelona, anayafahamu madhaifu ya Barcelona, na hii ilikuwa ni nafasi yake nzuri. Kama alipata nafasi ya kufunga na kuishinda Barcelona wakiwa nyumbani, hii ilikuwa nafasi yake nzuri, kwa sababu mechi ya pili walikuwa wanaimalizia wao wakiwa nyumbani. Yani mechi ya kwanza waliishinda Barcelona Atletico wakiwa ugenini, sasa wanarudi nyumbani kucheza na Barcelona walioifunga wakiwa ugenini wao. Walikuwa na nafasi nzuri sana na wamefungwa mchezo, lakini aggregate magoli ya jumla ya mchezo wa kwanza na huu wa pili yanawapa wao go ahead, yanawapa wao kusonga mbele. Kwa hiyo Barcelona ameishia hapo, ameshindwa kuendelea kuingia nusu fainali. Atletico amefanikiwa kuingia nusu fainali. Liverpool na PSG. Liverpool akiwa nyumbani jana amecheza na PSG, ameruhusu goli 2 tena kwa bila dhidi ya PSG. PSG timu ambayo haikamatiki UEFA Champions, lakini pia mchezo wa kwanza PSG akiwa nyumbani alifunga Liverpool goli 2 kwa bila. Kwa aggregate ya 4 bila, Liverpool hana cha kusema, hana cha kufanya, anabaki. PSG inakwenda zao, wanakwenda zao nusu fainali, na ni timu moja ambayo mimi ninaipigia chapuo kuingia fainali na pengine kuchukua tena taji. Leo miamba mingine inaingia uwanjani. Bayern watakuwa wanacheza na Real Madrid. Mchezo wa kwanza Bayern walifunga goli zao 2 dhidi ya goli 1 la Real Madrid. Aggregate mpaka sasa iko hivyo, wakati Bayern Munich wakiwa ugenini na Real Madrid siku hiyo walikuwa nyumbani, walikubali kichapo dhidi ya Bayern Munich. Sasa naanza kujiuliza kwamba leo wako ugenini, wataimudu Bayern Munich ambayo itakuwa mwenyeji, na ana kibindoni, ana magoli tayari, yeye ndiye ana ushindi tayari, kwa sababu kwenye aggregate yeye ana magoli 2, Real Madrid ana goli 1. Nasubiri kuona jinsi ambavyo Real Madrid leo wanaweza wakamzuia Bayern Munich. Ni kitu kigumu wala sio rahisi, na ninafikiri Bayern Munich walijitengenezea njia na wanaweza leo wakawa ni timu nyingine ambayo itaongeza idadi ya timu zitakazoingia nusu fainali. Wakati huo huo, Arsenal wataingia uwanjani kucheza na Sporting CP ya Ureno. Mchezo wa kwanza Arsenal alishinda akiwa ugenini dhidi ya Sporting CP. Leo wana mchezo dhidi ya hiyo timu Sporting CP. Si rahisi sana kutabiri, lakini nafikiri bado ni mchezo mgumu kwa Sporting CP. Arsenal leo wako nyumbani. Siku hiyo walikuwa ugenini wakashinda goli 1 kwa bila. Leo sasa wao Arsenal wanaingia kwenye mchezo wakiwa nyumbani. Kwa wana advantage nzuri, wana advantage. Lakini tunasubiri kuona mchezo utakavyokuwa na itakavyokuwa. Ninadhani bado Arsenal wana advantage ya kupenya na kuingia, kuongeza idadi ya timu zitakazoingia nusu fainali. Na Sporting CP bado siipi na siipigii chapuo kuingia nusu fainali. Ngoja tuone itakuwaje. Ni saa 4 kamili usiku. Mchezo huu, hii michezo itachezwa, hii miwili ya nusu fainali ya UEFA Champions League. Ninakushukuru kwa kunisikiliza. Usiache kucomment, like, kushare, pia kusubscribe kwa ajili ya videos zingine nyingi zinazokuja, pamoja na habari zingine motomoto kutoka kipindi chetu cha Sayari ya Soka hapa Freedom Studio. Mimi ni Samuel Kakila, karibu sana.